msikiti na uswali kwa kunutiwa. Sitakuja ninguunge jamaa yangu pale, kwa sababu sikunuti nifaa swali jamaa yangu tofauti na hao wenye kukunuti, au kinyume chake, mimi ni wa kukunuti msikitini hapa kunutiwa, rai yangu ni ya kukunuti. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Juma lililopita tulimalizia maudhui yetu juu ya swala la usalama na amani, na tukaona sababu za mivutano ya serikali kubwa kubwa ulimwenguni. Tukaona kwamba zatokamana na mambo matatu. Kwanza ni kuwepo kwa serikali kubwa kubwa na kuzozania maslahi serikali hizi. Pili, kuungana serikali kama usratu daulia, jamii ya kimataifa ambayo kwa leo tutasema yanawakilishwa na United Nations, kabla yake iliyowakilishwa na League of Nations. Tatu, tukasema kuwepo kwa ukoloni kwa sura zozote, ima ni ukoloni wa zamani au ukoloni wa mambo leo. Maadamu ukoloni upo, mizozo baina ya nchi hautaondoka, ima serikali kuzozania maeneo wanayokoloni, kunyang'anyana koloni, au wale watu wanaokoloniwa kujaribu kupambana kujikomboa na ukoloni. Na kwa hali zote usalama hauwezi kupatikana. Leo utaangalia, je, watu kutofautiana rai za kimadhahibi ni sababu ya watu kuzozana? Watu kutofautiana rai katika furuu dini ambao ndio hizi madhahibu tunazoziona, je, ni sababu ya watu pia kuzozana? La, kusema la wa alif la. Kuwepo kwa rai za kidini au rai za kifuruu au utasema rai za kimadhahibu si sababu ya watu kuzozana, ila zitakapotumiwa rai zile kama sababu ya watu kuzozana, lakini asili yake si sababu za mizozo, isipokuwa zitakapotumiwa kimakosa. Kama vile kutofautiana watu kikabila, kimataifa, kimaeneo si sababu ya mizozo, isipokuwa tofauti hizi zitakapotumiwa kama sababu ya mizozo. Na kutofautiana katika rai ni jambo la kawaida, kwa sababu Muislamu asili ya dini yake imejengwa juu ya itikadi ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, na kipimo cha matendo yake si maslahi au madhara. Kipimo cha matendo yake ni hukumu za kisheria, na hukumu shara ambao ni khitabu shara almutaalliq bi af'ali al-ibad, ni mazungumzo ya mtunga sheria ambaye ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mazungumzo yanaambatana na vitendo vya waja. Huwa hukumu hizi zatokamana na dalili za kisheria. Hukumu shara, ili iitwe ni hukumu shara, lazima itokamane na dalili ya kisheria, na dalili za kisheria za kimsingi ni Qur'ani na Sunna. Na Qur'ani na Sunna kuthubutu kwake kuna mara mbili. Kuna kuthubutu kwa kukatikiwa na kukuthubutu ambapo si kwa kukatikiwa. Qur'ani yenyewe kuthubutu kwake imethubutu kwa njia ya kukatikiwa au njia ya watawatur, na kuna hadithi ambazo ni mutawatir. Hizi hadithi mutawatir ni hadithi ambazo zina mapokezi ya watu wengi kutoka kwa masahaba, na mapokezi haya yakapokewa katika kila jaili waliopokea mpaka kwa yule muallif. Hadithi hizi ambazo ni mutawatir na Qur'ani tukufu ambao mapokezi yake hayana shaka, tusema ni machimbuko ya kukatikiwa, na kuna machimbuko ambao si ya kukatikiwa kama hadithi ambazo si mutawatir.
ambazo hujulikana kwamba hadithi za khabarul ahad ambazo zatumiwa katika kutoa dalili juu ya ahkamu za kisheria, lakini machimbuko si ya kukatikiwa. Ndio tunaona pale muhaddith mpaka asahihishe hadithi, aijue ni sahihi ama si sahihi, aitumie ama asitumie. Katika machimbuko ya kukatikiwa ambayo ni Qur'ani na Sunna au hadithi ambazo ni mutawatir, kuna maana ambayo hupatikaniwa katika machimbuko haya. Kuna maana ikawa iko wazi, imekuja katika Qur'ani maana iko wazi, au ikaja katika hadithi maana iko wazi. Kuna maana ikaja katika Qur'ani lakini haiko wazi, na maana ikaja katika hadithi pia haiko wazi. Kama hukumu ya kisheria imekuja katika machimbuko ya kukatikiwa ambayo ni Qur'ani na Sunna za mutawatir, tutasema chimbuko hili tumesema ni kukatikiwa. Maana yake ikiwa iko wazi, tutasema kwamba maana pia ni kukatikiwa. Qur'ani ina wujuhi, yani iko na nyuso ambazo zaonesha kadha, ina kadha, ina maana. Yale maneno ya Mwenyezi Mungu yana maana. Kama maana yamekuja yako wazi, wa aqimus sala wa atu zakat, halallahu al-bay'a wa harrama riba, la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma 100 jalda. Maana iko wazi. Kama chimbuko limekatikiwa na maana ni ya kukatikiwa, hukumu inaovuliwa ni hukumu ya kukatikiwa, ni hukumu ambayo haina shaka, kwa sababu imekuja katika chimbuko la kukatikiwa na maana iliyokuja iko wazi kiasi cha kuwa watu hawezi kutafutiana, je, yamaanishwa hivi ama yamaanishwa hivi. La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, maana yake iko wazi. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma 100 jalda, mzinifu mwanamume na mzinifu mwanamke wakipatikaniwa na ushahidi na hawajaolewa wala kuoa, fajlidu minhuma 100 jalda, wapigeni mjadadi 100. Maana iko wazi. Yaweza kuja maana ambayo haiko wazi, ima ni katika Qur'ani ama ni katika hadithi za mutawatir. Walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru, kizungumzia kuhusu la talaqa na muda wa eda yake. Wanawake waliotalikiwa wasubiri eda zake 3 quru. Aya ni aya ya Qur'ani, na Qur'ani ni chimbuko la kukatikiwa, lakini maana ya aya haiko wazi kwa sababu ya kalima ya qur'u. Je, qur'u ni muda wa hedhi ama ni muda wa tohara? Na maana zote mbili zimepokewa kwa Waarabu, wakiita qur'u muda wa hedhi, wakiita qur'u muda wa tohara. Ilipokuja aya wakatatizika, je, qur'u hii imekusudia gani katika hizi maana mbili? Imekusudia muda wa tohara au muda wa hedhi? Wengine wakatumia na dalili nyingine wakaonesha kwamba qur'u iliyothibitishwa hapa ni muda wa hedhi, si muda wa tohara. Wengine wakaona la, qur'u iliyothibitishwa hapa kwenye aya ni muda wa tohara, si muda wa hedhi. Na tofauti hii ya maana ya kilugha ikapelekea tofauti katika hukumu ya kisheria, kiasi cha kuwa yule ambaye atachukulia qur'u ni muda wa tohara, eda yake atatoka kimbele. Yule atakayechukulia qur'u kama muda wa hedhi, eda yake atatoka kuchelewa, kwa sababu ikishaingia talaka, yule wa kuchukulia qur'u kama muda wa tohara yuanza tayari kuhesabu. Huyu wa kuchukulia qur'u kama muda wa hedhi hahesabu kile kipindi. Hichi kipindi anahesabu yule mwenzake wa muda wa tohara, yule wa muda wa hedhi hahesabu mpaka hichi kipindi kitoke, ingie hedhi ndo anze kuhesabu. Huyu ashamtangulia, huyu ndo yoanze. Hasa watatanguliana vile vile mpaka mwishoni, huyu wa tohara ashamaliza yatoka,
yule mwingine angojea hedhi ya 3 ndo atoke, wanatoka mpaka muda tofauti. Sasa chimbuko ni la kukatikiwa, lakini maana si ya kukatikiwa, na huambiwa kwamba ni maana ambayo ni dhanni, si qat'i, si ya kiyaqin. Vile vile katika hadithi mutawatir zikapokewa idadi ya rakaa za swala, kwa hadithi ambazo ni mutawatir. Hakuna aliyosema kwamba swala ya dhuhuri ni raka 6, mwingine akasema asira raka 4 ni raka 5, au mwingine ni 3. Idadi za raka watu wamewafikiana kwa sababu ya mapokezi, ni mapokezi ambayo ni ya kukatikiwa na maana ni ya kukatikiwa. Huku ni upande wa maana ya kukatikiwa katika machimbuko ambayo, yani maana ambayo si ya kukatikiwa katika machimbuko ambayo ni ya kukatikiwa. Chimbuko ni Qur'ani na hadithi mutawatir, halina shaka, lakini maana watu ndio wametofautiana katika maana za kilugha, na kwa sababu ya kutafutiana maana ya kilugha kila mmoja akafikia hukumu yake tofauti. Tuaje hadithi ambazo si mutawatir, ni ahadi, ni za kufanya kusahihishwa. Hapa ndio wanavyoni utafautiana, hadithi moja yule amesahihisha, yule ameidhoofisha, na ni jambo la kikawaida kutokezea. Kwa hiyo kama hadithi moja watu wanaweza kutofautiana, watu wakatofautiana ni sahihi ama si sahihi, kwanza imethubutu ama haikuthubutu, baada ya kuthubutu yale mapokezi yake ni sahihi ama si sahihi, watu huja wakatofautiana. Kwa sababu hiyo tusema hili chimbuko si la kukatikiwa, na maana itakayokuja hata kama maana iko wazi, lakini hukumu haiko wazi, kwa sababu asli ile hadithi si ya kukatikiwa au katika kutumiwa maana. Wengine ni kukatikiwa, wengine ni katika kutangulizwa. Je, hadithi hii tuitanguliza juu ya hii na hii? Ndio maana Malikia hawakukataa hadithi ya kufunga 6, lakini wanasema hadithi ya khalifu ijma ya ahli Madina, hadithi ni thabit, ni sahihi, lakini wakatanguliza chimbuko jingine ambalo ni ijma ya ahli Madina kuliko hadithi. Ndio maana swala la 6 wao wakawa hawafungi 6 na mengine yasiofuata. Kama mwanachuoni ambaye amefikia daraja ya elimu kuwa ni mujtahid. Mujtahid ni mwanachuoni ambaye ana daraja ya kielimu, aweza kuingia katika machimbuko moja kwa moja na kuvua hukumu za kisheria. Na kuna Muislamu ambaye hajafikia ile marhala, ile daraja ya kuingia katika machimbuko ya kisheria na kuvua hukumu, huyu tunasema ni muqallid, si mujtahid. Yule ambaye aweza kuingia katika machimbuko na kuvua hukumu za kisheria tunasema ni mujtahid, na yule ambaye hajafikia daraja hiyo tunasema ni muqallid. Na taklidi ya juzu, na ndivyo ilivyokuja, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wajuzi wa mambo kama nyinyi hamjui. Sasa mujtahid ambaye aweza kuvua hukumu ya kisheria kupitia machimbuko ya kisheria, atakapovua hukumu ya kisheria kwa machimbuko ambayo endakuwa si ya kukatikiwa au ni ya kukatikiwa lakini maana haiko wazi, akafikia hukumu sheria, haitakikani ile hukumu ya kisheria awachane nayo, ni ashikamane nayo na aifanyie kazi, maadamu ndio hukumu aloifikia kupitia ijtihadi yake sahihi. Ile hukumu ni aifanyie kazi na ashikamane nayo na aifanyie kazi. Haifai kuiwacha hukumu ile kufanya kazi na hukumu nyingine ambayo ni tofauti na ile hukumu ambayo ashaifikia kwa njia ya ijtihadi yake, isipokuwa kwa sababu 4 zipatikane. Mwanachuoni amekamilisha shuruti za ijtihadi, amebobea katika lugha ya Kiarabu, anajua swala la hadithi na ana ulumu hadithi, anajua swala la tafsiri na ulumu tafsiri, na ana malaka ya fiqh ya kufahamu yale machimbuko ya dalili, namna yanavyotumiwa na kuvua hukumu. Ana usuli ambayo yoitumia kupitia usuli ile kuvulia hukumu, akafanya ijtihad
utafuta hukumu ambayo haiko wazi. Ile natija ya ijtihadi si natija ya yaqini, huwa ni dhanni, na mwanachuoni haifai kuacha ile hukumu kufanya kazi na hukumu nyingine au kushikamana na hukumu nyingine maadamu imemfikia ijtihadi yake kwamba hii hukumu ndio hukumu inayotokamana na dalili, isipokuwa yapatikaniwe mambo manne ndo awache ile hukumu yake ambayo anafikia. Kwanza, itakapodhihiri kwamba dalili alizozitumia kufikia ile hukumu hazina nguvu kushinda dalili zilizotumika kufikia hukumu nyingine, akafanya mukarara, pengine mwanachuoni mwingine ametumia dalili fulani akapata hukumu tofauti na hukumu yake, akaangalia zile dalili za mwanachuoni mwenzake ni aqwa kushinda dalili zake, pale ni wajibu, maadamu amethibitisha kwamba dalili zilizotumika upande mwingine zina nguvu kushinda dalili zilizotumia mimi, pale awajibika kuacha ile hukumu na kushikamana na ile hukumu ambayo imethubutu kwa dalili ambazo zina nguvu. Si kwamba yeye hana dalili wale wana dalili, ni dalili zimezidiana nguvu peke yake. Yani hapa ni kutegemea ala quwwati dalili, sio i'timadi ala dalili, ni i'timadi ala quwwati dalili. Yeye ana dalili na yule anazo, lakini akilinganisha dalili zake alotumia na dalili za mwenzake alotumia, za mwenzake zina nguvu kushinda dalili zake. Kwa hiyo araikana awache huu hukumu ambao asli ilikuwa haifai kuiwacha na ashikamane nayo na aifanyie kazi. Hapa atawacha ile hukumu na kushikamana na ile hukumu ambayo imethubutu kwa dalili ambazo zina nguvu, sio hukumu ambayo ina dalili za kisheria, zake pia ni za kisheria na za huyu pia ni za kisheria, zimezidiana nguvu peke yake. Na hiyo si lazima dalili zile zithubutu kwa mwenzake, hata yeye mwenyewe aweza kurudia tena lile jambo akapata dalili nyingine ambazo zina nguvu kushinda dalili alizotumia nyuma, akabadilisha rai yake, si kwa kumwangalia mwenzake, yeye mwenyewe ile jambo amelifuatilizia tena mara pili, akapata kuna dalili ambazo hakuzipata wakati ule amezipata wakati huu, ni aqwa, zina nguvu kushinda zile. Ndio tuona maimamu aweza kuwa jambo moja yuko na rai mbili, kwamba hii ni qadim na hii ni jadid, yeye mmoja, si rai mbili. Hili jambo lina rai mbili baina mwanachuoni yule na mwanachuoni huyo, ala ule mwanachuoni mmoja katika hilo jambo ana rai mbili, ana rai ya zamani na hii rai mpya. Atawacha ile zamani ashikamane na hii mpya. Kwa sababu gani? Hii mpya imejengwa na dalili alizoziona zina nguvu kushinda ile azali. Kwa hiyo hapa haambiwi kama ametofautiana na mwenzake, ni tofauti baina yake yeye mwenyewe. Sasa atashikamana na zile dalili ambazo zina nguvu na kushikamana na ile rai ambayo imetokamana na dalili ambazo ni aqwa. Ikipatikana hii sababu, ndio atawacha hii rai ya mwanzo na kushikamana hii. Pili, itakapodhihirika kwamba mwanachuoni mwenyewe mwenzake, ya kwanza ni upande wa dalili, ya pili ni upande yule mwanachuoni mwenzake, ufahamu wake katika kufahamu dalili, yule mwanachuoni kufahamu zile dalili na kukusanya zile dalili na kuzifanyia kazi. Itakapodhibiti na kudhihiri kwamba mwanachuoni mwenzake ni aqwa fahman, ana ufahamu wa nguvu kumshinda yeye, na katika haya masala anayafahamu zaidi, aweza kuacha rai yake na kufuata rai ya yule mwanachuoni ambao anathika naye na yajua kwamba amemzidi katika kufahamu haya mambo. Hii ni jaiz, si wajibu. Hii ya kwanza ya kuzidiwa kwa dalili ni wajibu, awache afuate hii. Hii ya pili ni jaiz, aweza kuacha rai yake akafuata rai ya mwanachuoni maadamu anathika naye na yajua kwamba amemzidi katika kufahamu haya masaili. Tatu, itakapokusudiwa kuunganisha kalima ya Waislamu, sema ni jambo kalima, ili jambo mimi na rai yangu na hapa lafanywa, lakini kuna rai tofauti, ili niunganishe watu, sitolifanya kivyangu kwa rai yangu kisha baadaye wenzao nao wafanye kivyao kwa rai yao. Nitawacha rai yangu
nitafuata hao wenzangu kwa rai yao. Tawacha rai yangu, nitafuata wenzangu kwa rai yao. Mimi si mtu wa kukunuti. Msikiti na uswali kwa kunutiwa. Sitakuja ninguunge jamaa yangu pale, kwa sababu sikunuti nifaa swali jamaa yangu tofauti na hao wenye kukunuti. Au kinyume chake, mimi ni wa kukunuti, msikitini hapa kunutiwi. Rai yangu ni ya kukunuti na msikiti haukunuti. Sitakuja katika ule msikiti nikaswali jamaa yangu madamu msikiti haukunuti na mimi ni mtu wa kukunuti. Naonekana kwamba nisipokunuti swala yangu si sahihi. Kwa hiyo nikaunda jamaa yangu. La, nitaracha rai yangu, nitafuatana rai ya watu wanaoswali msikitini, nitaunga jamaa. Hii nasema ni kuunganisha kalima, na Uislamu wahimiza masala haya ya kuunganisha kalima hata ikibidi uache rai yako. Hii ni 3. 4 ni pale kiongozi imam atakapochukua rai katika rai ambazo ni muktalafun fihi, na yataka kuchukua moja ayamrishe umma ifuate, akatabani rai moja katika rai ambazo muktalafun fihi, kisha akalazimisha raia wafuate, inakuwa ni wajibu kwa raia jumla kufuata ile rai ya yule imamu. Hata ukiona una rai ambayo imezidi nguvu kidalili kushinda ile, ingawaje imamu katika kutabani haifai kutabani rai ovyo ovyo. Aitakana atakapotabani rai, jambo lina rai 2 ama 3, haifai kutegemea dalili tu, bali yafaa ategemea kuwati dalili katika kutabani jambo, ili watu wawache rai zao. Haifai kuchukua rai yoyote madamu ni imamu nitachukua rai yoyote. La, erekana ufatilizie hili, utegemea kuwati dalili ndio utabani lile jambo, kisha rai ile ataiamrisha. Itakuwa ni kanuni na ni juu ya kila mmoja, mwanachuoni na asiyekuwa mwanachuoni, kufuata ile rai ya yule imamu ambayo ametabani. Wakati ule si rai peke yake, itakuwa ni kanuni ambayo ni wajibu kufuata. Na katika hali hii ndio ikapatikaniwa hii kaida ya amrul imamu yarfa'u al-khilaf wa amrul imam yunaffadhu dhahiran wa batinan. Amri ya imamu utekelezwa kiwaziwazi na kisirisiri. Si ya imamu hayuko anioni nitafuata hivi. Imamu yakuona akuone nifuate ile rai ambayo ametabani. Yakipatikaniwa mambo haya manne, basi mujtahid anaweza kuacha rai yake aliyoifikia katika njia ya ijtihad amoni sahihi, akafuata rai yake. Kama haya mambo manne hayakupatikaniwa, haifai mtu kuacha rai yake alokinai na kufuata rai. Haifai mwanachuoni kulazimisha mwanachuoni mwenzake rai, wala haifai mwanachuoni kulazimisha umma rai. Si kulazimisha mwanachuoni mwenzake ama kulazimisha umma rai, kwamba rai ni rai yangu. Yule ambaye ana haki ya kulazimisha umma rai na kufuate ni imamu peke yake, si mwanachuoni. Huu ni upande wa mujtahid. Upande wa muqallid ambaye hajafikia daraja ya mujtahid, wanagawanyika mara mbili. Kuna muqallid ambaye ni muttabi na muqallid ambaye si muttabi, ni ami. Muttabi ni yule ambaye ana malaka ya kielimu, ana daraja ya kielimu kiasi fulani, hajafikia marhala ya kuwa ni mujtahid, lakini anaweza kufuatilia hukumu akaidiwa hii hukumu imejengwa juu ya dalili gani. Huyu ni muttabi. Na yule ambaye ni muqallid ambaye ni ami, yule hana malaka ya kufuatilizia dalili zilizotumika. Niambiwe hukumu ya jambo fulani ni kadhaa, mtu asilimu leo hajui kuna Sahih Bukhari wala Sahih Muslim wala Sahih Sunan Abu Daud wala Tirmidhi, wala hajui kuna Sunan An-Nasai wala Sunan Ibn Majah. Imeingia Ramadhani, ni wajibu kwake kufunga, ni wajibu kwake kuswali, na la kwanza kutangulizwa ni kutafuta elimu. Hajui hata kusoma Qur'an. Tamuuliza, wewe wafanya jambo hili dalili yako iko wapi?
alfubeti hajui, wewe unakuuliza ninaonyesha dalili ya hili? La, yeye ufundishwa zile ahkamu, utafanya hivi, kama ni kwenye udhu utaenda naye bwana, utawadha hivi mpaka mwisho, atafundishwa zile ahkamu. Kwa hiyo huyu ni muqallid ambaye tunasema bado ni kipofu, afuata kipofu na ni jaiz, kwa sababu wake ya muqalliduna wako katika umma. Mtu ameingia leo hajui chochote, kumuuliza wewe ni madhhabu gani, wewe ni Shia ama ni Sunni, Sheikh wazidi kumtatiza, hajui kama kuna Shia na Sunni. Yeye ajua tu amepiga shahada ni Muislamu tu. Wewe ni tarika ama ni Sufi ama ni Salafi? Ya salam, mtu kwa mujarrad ya kutamka shahada anakuwa ni Sufi ama ni Salafi? Mujarrad ya shahada kutamka ni Muislamu, lakini Muislamu gani? Sufi ama Salafi? Hajui chochote, lakini ahkamu zote za mlazimu azifuate. Kwa hiyo ile hukumu atakaopawa na mwanachuoni baada ya kuwauliza yamtosheleza kwa wakati huku, na wakati ambapo ule ni wakati wake, ni wajibu kwake yeye kutafuta elimu. Talabul ilmu faridhu ala kulli muslim, ufaradhi ya kufuata hizi hukumu umesimama, ufaradhi ya kutafuta elimu, kujua hizi ahkamu umesimama. Lakini hata ambiwa huyu asiswali mpaka akasome kwanza, asifunge mpaka akasome kwanza, afikie marhala fulani anajielewa, anajua dalili ndio aende kuswali, aanze kufunga. La, ile lahdha atakaosilimu, lahdha hiyo alazimika na maamrisho. Atayafuata vipi? Hajajua tafsiri ya Qur'ani, hajajua hadithi, hajajua nini. Kwa hiyo atafundishwa ile. Kama muqallid hajafikia marhala ya ijtihad, itabidi yuuliza hukumu ambayo imetolewa na mwanachuoni ambaye ni mustahili. Mwanachuoni yoyote ambaye atamkina aweza kumfuata hukumu yake. Yoyote atakayekuwa hajajua kutoa hukumu yeye, anaweza kufuata mwanachuoni na ile hukumu ambayo ametoa. Kinachotokaniwa kwa huyu mtu ni kufuata hukumu ya kisheria, si kufuata mtu. Almafrudhu alaina ni kufuata hukumu ya kisheria, si kufuata mtu. Lakini maadamu sijui hii hukumu ya kisheria ambayo ni mafrudhi kwangu mimi, itabidi niulize mtu. Vile fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa atauliza mtu, atakuwa ni muqallid kwa yule mujtahid ambaye amefikia haya masala, na huyu yuwafanya hii, yutekeleza hiyo hukumu kwa raia huyu, atakuwa huyu ni muqallid wa yule mujtahid. Vile ambavyo mujtahid akifikia hukumu haifai kuiwacha, huyu muqallid naye ambaye yufuata rai ya mujtahid, ile hukumu ambayo ameitegemea kwa mujtahid fulani, yeye naye haifai kuiwacha mpaka haya mambo manne yafanye nini, yapatikaniwe kama vile vya mujtahid. Ni muttabi, aweza kufuatilizia dalili, akaona mimi nilikuwa ningeshikamana na rai hii, lakini imezidiwa na dalili za rai hii, anawacha hii ashike ile. Au akusudie jambo kalima, kuunganisha umma, atawacha rai yake. Alikuwa ni mtu wa kukunuti, asikunuti. Alikuwa si mtu wa kukunuti, akunuti bi jambo kalima. Au kuona mwanachuoni mwingine ni aqwa katika haya masala kushinda mwanachuoni, au kufuata rai kwa sababu ni tabani ya amir. Kwa hiyo hili ni kwa mujtahid na muqallid vile vile. Wala haifai muqallid kulazimishwa katika rai, lazima ushikamane na rai kwa sababu ndio yenye dalili yenye nguvu. La, ulazima waje itakapothubutu kwake yeye kwamba hizi dalili ndio zenye nguvu, ithubutu kwake. Na hili la lazima uchaji Mungu. Mtu kwa rai yake akikiri kwamba amezidiwa kwa dalili, ya lazimu uchaji Mungu. Wala kama yuko na taasub, aweza kujua kwamba amezidiwa na dalili na akawa hataki kwa sababu ya taasub, na taasub ni haramu katika Uislamu. Laysa minna man da'a ala al-asabiyya wa laysa minna man qatala ala al-asabiyya wa laysa minna man mata ala al-asabiyya. Kwa hiyo lazimu uchaji Mungu na kuondosha jumud wa taasub ambao ndo mambo yenye kujengwa leo. Kwa hiyo haifai kwa muqallid kulazimishwa hukumu isipokuwa haya mambo manne yatakapothubutu. Kwa hali za Waislamu kulingana na mustawa wa kielimu ni hali mbili, hakuna tatu. Ima awe ni mwanachuoni mujtahid au ni muqallid yufuata rai za mwanachuoni ambaye ni muqallid.
Na hapo ndo huja swala la madhahib. Madhahib bi maana rai za mwanachuoni huyu, hii madhhab ya huyu bi maana rai za mwanachuoni huyu, ni jaiz. Wala hisema kwamba hizi madhahib ndizo zilizogawanya umma hizi. La, madhahib hazikugawanya umma. Madhahib kutokezea ni dalili ya izdiharu fiqhi, ushamiri ile fiqhi ya Kiislamu, ndio kukatokezea haya madhahib. Wa illa kama wana watu, hata watu wa kawaida, lakini hawatofautiani kirai, hapo kuna mmoja mtenza nguvu mwenzake, au mmoja anjisalimisha kwa mwenzake. Lakini kila mmoja akitumia akili yake juu ya jambo, au watu wanasema tatafautiana, hata kama ni marafiki. Ambao ni marafiki hata hawatofautiani, la, hawezi kuwa ni marafiki hawatofautiani. Kila mmoja ana tafkiri yake, na ile kuwa tutafkiri ana yake, kuwa tufahamu, yani katika dalili kila mmoja ana yake, watu wanatofautiana. Swala la kutofautiana halijaanza katika asri ya madhahib hizi, asri za kina Imam Shafi, Abu Hanifa, Malik. Swala la kutofautiana ya kirai imeanza kutoka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla hajafariki. Kisa maalum ya Bani Quraidha, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza vita vya Ahzab, arudi nyumbani, arudisha silaha, ashuka Jibril na wahi, asema warudisha silaha, na Mwenyezi Mungu na malaika wake hawajarudisha silaha, toka uende Bani Quraidha ukapambane na Mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanani, man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidha, kila atakayekuwa ni mwenye kusikia na kutii mwito huu asiswali asri illa akasalie Bani Quraidha. Masahaba wakatoka kama ilivyo maarufu katika kisa hichi. Walipofika njiani, asri kaingia, masahaba wakagawanyika. Wengine wakasema sisi tumeambiwa tusiswali illa Bani Quraidha, tutaswalia kule kule. Wengine wakasema la, Mtume amekusudia tufanye haraka, lakini maadamu asri imetufikia njiani tutaswali hapa njiani. Hawa ni masahaba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuko hai, hajafariki. Wakatofautiana. Wengine wakasema Mtume amekusudia tufanye haraka, wakachukua makusudio ya Mtume. Wengine wakachukua dhahiri ya maneno ya Mtume, fala yusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidha. Waliposwali kwenda Bani Quraidha, asri imetoka. Hawa wameswali njiani, wale waliosema waenda kuswalia kule, wakafika time asri ishatoka. Kama wanaswali wakatoka kuchelewa. Baada ya kumalizana na vita vya Bani Quraidha, wakirudi Madina kupeleka ahwali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaeleza hichi kisa cha wao kutofautiana. Mtume hakuna aliyomwainisha akasema huyu ni mubtadi, huyu ndo amesibu sunna, la, alithibitisha kwamba wote wamepata. Hakuna hata mmoja ambaye anamwainisha. Ikaonekana kwamba khilafu maadamu iko ndani ya mipaka ya kisheria, si jambo ambalo la katazo, wa ila angelikemea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafu baina masahaba ni nyingi, hazihesabiki. Katika swala moja yule asema hivi, yule asema moja. Katika swala la kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Ibn Abbas akatofautiana na Aisha, yule asema amemuona Mwenyezi Mungu, yule asema hajamuona Mwenyezi Mungu. Kafiri nani na Muislamu nani? Na ni masala ya kuamini pekee yake, si vitendo. Kwa ikhtilafu zimeanza zama za masahaba, na haikuwahi kwa ni sababu ya watu kugombana hata siku moja. Wangegombana siku ile ya kutofautiana njiani, asli kaswaliwe kule ama iswaliwe njiani, lakini walistahimiliana na wakaleta kadhia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akathibitisha kwamba kila mmoja ametumia ijtihadi yake. Huyu wa kuswali njiani ameshikamana na kauli yake Mwenyezi Mungu, inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Swala kwa waumini ni jambo limewekewa wakati maalum, na wakati umefika watu wafanye nini? Waswali. Wengine wakasema la, tutashikamana na ile dhahiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatutokhalifu hata karibu. Na wote Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna aliyomwainisha. Kwa hiyo haikuwahi swala la khilafu kuwa ni issue katika zama za masahaba. Ilipofika asri ya madhahib hizi, takwinu madhahib, ile fiqhi kashani, kawa kuna ni mambo mapya yanazuka na mijadala kuzuka. Mijadala hii ikafungua milango ya kielimu
ya watu namna wanavyostadili, ukawa watu wanaonesha usuli zao. Ulama wakaandika usuli zao, akiwamo Imam Shafi na usuli yake alioandika muhimu kama kitabu chake maarufu kama Risala. Watu wakatofautiana katika mambo kadhaa, zile tilafu zikazidi, na kuzidi kwake zikazidi kama athari ya izdiharu fiqhi, sio hubutu fiqhi, si kuporomoka kwa fiqhi, lakini ni kushamiri kwa fiqhi. Wakaondoka wanavyuoni, wakaja wanafunzi wao wakasherehesha madhahibu zao kwa kuonesha dalili zilizotumika, na kama mahali kuna dalili ambayo ina mapungufu, mtu anapachika dalili ambayo ina nguvu zaidi na kusherehesha zile fiqhi za madhahibu zao. Kaja baadaye asri ya ijtihad, ikaja asri ya shuruh, fiqhi za shereheshwa na kushamiri. Kwa nikashi baina ulama ilikuwa ni nikashi ambao ni yenye natija, si mijadala tasa tunayoiona leo. Ni nikashi ambazo zilikuwa na natija, na natija yake ni kwamba ile fiqh ilishamiri na watu kutafuta adilla za kindani. Kwa hiyo haikuwa ni sababu ya umma kugawanyikana, bali umma ilihifadhika umoja wake pamoja na hizi khilafu kuwepo. Allahumma illa kama khilafu zimetoka nje ya mipaka ya dini, ambazo zimeingia katika usuluddin, hii ndio haifai. Lakini itilafu ndani ya furu' ni jambo liko kutoka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haikuwa ni athari au ni sababu ya watu kuzozana wala kuteta, bali ilikuwa kuna natija ya fiqh kushamiri. Yule akiwa na udadisi wa juu ya jambo na yule udadisi wa juu ya dalili ile, huyo atatokana na natija tofauti na yule atatokana na natija tofauti. Kimaumbile iko hivi. Wacha tofauti baina yeye na mwenzake, yeye peke yake ataangalia hizi dalili, atatokana na natija fulani, atakuja kurudia tena dalili zile na atapata qarain nyingine ambazo zama zile hakuzipata, atarudia tena, atatoa na hukumu tofauti na ile hukumu ambayo ameipata kwa mara ya kwanza. Yeye mtu mmoja. Wacha ikhtilafu baina ya mwanachuoni na mwanachuoni, ikhtilafu baina ya mwanachuoni na nafsi yake. Ndio kuna qaulun qadim katika Imam Shafi, kuna qaulun qadim na jadid. Vipi mtu mmoja anakuwa na kauli mbili katika swala moja? Ni kwa sababu ile tafkiri na zile ukuli katika kutumika na kuangalia zile dalili na kuongezea na qarain ambazo sasa kuti ule wao upande ambao amefahamu. Nususi zahitajia fahamu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa man yurid bihi khairan wa man yurid bihi khairan yufaqihuhu fi din. Kuna nususi na kuna fahamu nususi, na fahamu nususi ni neema kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ambao ukikosa utapotea pamoja na kuwa nususi ziko mbele yako, na si iko mbele yako na ukapotea vile, kwa sababu kusafahamu au fiqh fi dini. Fiqh fi dini ni kitu mbali na ni neema mbali, na nususi kukusanywa pamoja nayo ni neema mbali. Kuna waqi ambao wataka kuihukumu, kuna kufahamika ile waqi, na waweza kufahamu waqi tofauti na mwenzako aliyofahamu waqi, kwa sababu mmetofautiana katika kufahamu waqi, mkatofautiana katika kutolea hukumu ile waqi ambao mmetofautiana. Kwa hiyo jambo la khilafu, jambo la kimaumbile baina ya wanadamu na baina akili za wanadamu katika kufahamu jambo, na khilafu hizi madamu hazitotoka ndani ya mipaka ya dini, yani katika furu' dini, haziwezi kudhuru umoja wa umma wala udugu wa Waislamu. Allahumma illa khilafu kama hizi zitumike kimakosa kwa malengo ya kugawanya umma, kwa malengo ya divide and rule, farriq tasud, ambapo ni siasa ya wakoloni, ndio zaweza kutumika khilafu hizi kugawanya umma. Wa illa si sababu ya khilafu kama hizi kugawanya umma, bali ni dalili ya zilipotokezea khilafu ilikuwa ni dalili ya fiqh kushamiri, wala si kuporomoka kwa fiqh. Kapita kipindi cha mujtahiduna, fiqh ikawa imeshamiri, aslu istiharu fiqh inajulikana katika tarehe, kisha fiqh ikaja ikashuka, na ile juhudi na azma ya ijtihadi ikakosekana, zikabadilika asalibu za tadris. Ni tadrisi za kukuza tu madhahib, lakini si tadrisi za kutoa mujtahiduna tena, mpaka kukanadiwa kwamba milango ya ijtihadi ifungwe, milango ambayo ilikosa kusajisha watu
kuwa ni mujtahidun, mpaka baadhi ya mujtahiduna katika qurunul wusta wakawa kwa kauli hii ni mtu ni mujtahid, lakini ile ragba ya kufanya ijtihadi hana, kwa sababu ya mlango huu kwamba ijtihadi ifu. Iliposhuka mustawa zaidi, ndio ikabidi mustawa wa mambo ya ijtihadi yafungwe na watu wajifunge na taklid. Ikawa turuku za tadrisi za legeza katika taklid, wala si kutoa mujtahiduna tena, na ikazidi ile dhafu ya Uislamu mpaka walipokuja wa magharibi, na magharibi wao ikazidisha ile dhafu, fazada tinu balla, matope yakazidishwa pale ilikuwa kuna udhaifu tu wa Uislamu peke yake, lakini walipokuja wakoloni na fikra zao za kimagharibi, ile udhaifu ikazidi, ndio umma ikafikia, na wakapatiliza katika kugawanya watu, wakitumia hizi khilafu ambazo asili si za kugawanya, lakini wakazitumia kugawanya watu, na hujaribu kutumia mgawanyiko kama waweza kufikisha katika malengo, wakagawanya. Wakiona kule kugawanya kwa watelewesha, wataunganisha kwa malengo yao. Walifanyia tarkiz fikra ya Wahabia na Sufia katika tarehe, wakaona ya wachelewesha, wakaunganisha baina Sufia na Wahabia bal na Shia chini ya mvuli ya Qaumiyatul Arabia. Ikaja dawa ya Qaumiyatul Arabia, uruba wal arab wal arabia, uruba wal arab wal arabia, ikawa ndo isa ya Waislamu. Mtu hajinasibishi na Uislamu, ajinasibisha na Waarabu. Kule nako kufakuzwa Qaumiyatul Turkia wal Farisia, ukawa na maduati hasa wa kulingania hii Qaumiyatul Arabia, ukabuniwa unions, vyama hasa vinavyolingania hii Qaumiyatul Arabia, mpaka wakajihisi kwamba Waarabu ni watu mbali na Waturuki ni watu mbali. Ikachanganya Qaumiyatul Arabia baina Sufia wal Wahabia, bali ikachanganya mpaka na Mashia katika mwamvuli mmoja wa Qaumia. Hakuambiwa huyu madamu ni Shia awabe huku, na huyu madamu ni Wahabi awabe huku, na huyu madamu ni Twarika awabe. Walichanganya, lakini walichanganya kwa malengo yao, kwa sababu walikuwa wanataka kukata pande kubwa baina ya Waturuki na Waarabu. Kwa hiyo wakufunika itilafu za madhahibu kwa malengo yao, huwashwa kwa malengo na hufunikwa hizi itilafu, watu wakaunganishwa kwa malengo. Na wanapounganishwa hawaunganishi chini ya mwavuli wa Uislamu, wataunganishwa kwa fungamano jingine, rabita jingine, wala si rabita ya Uislamu. Ilipoingia siasa ya farq tasud, divide and rule, zikaonekana itilafu ni sababu ya nini? Za utesi, jambo ambalo halina tarehe ya Uislamu. Lakini kihakika ikhtilafu kupatikaniwa katika umma ni jambo la kikawaida, na si sababu ya khilafu, ya si sababu ya mizozo, bali tumeambiwa fa in tanazatu fi shay farudduhu ila Allah wa rasul, mtofautiana katika jambo lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Baimana katika machimbuko ya kisheria, baada ya kurudi kule, kwani mkirudi kule mtapata rai ambayo ni mujma alayhi. Watu wakitofautiana katika jambo warudie katika machimbuko ya kisheria, watafute huko. Je, watu wakirudi katika machimbuko ya kisheria watapata rai ambayo ni mujma alayhi ni lazima? La, wanaweza kurudia machimbuko na wakatoka na rai ambazo ni mukhtalafu fi. Sasa mtu ashike maukifu gani atakapotoka na rai tofauti na rai ya mwenzake? Maukifu hizi ambazo tumestaja kwamba ashikamane na ile rai yake, isipokuwa yatatokezea yale mambo manne ambayo ni ishadani. Si lazima ijmaa ndio kupatikaniwe jamaa, na hili limekuwa ni kilikariri karibu kila mara. Si lazima ya ijmaa ndio ipatikaniwe jamaa. Jamaa yaweza kupatikaniwa pasina ijmaa katika kila jambo, bali mambo mengine ni mujman alayhi na mambo mengine yakawa ni mukhtalafun fihi, na ikawa si sababu au si illa ya jamaa kupatikaniwa. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba, hawakuwa katika mambo yao yote ni mujman alayhi. Ndio maana kuna ijma sahaba, na baadhi ya mambo ambayo ni ijma sahaba, ndio maana kuna mambo mengine mukhtalafun baina sahaba. Ningependa kukomea hapa, na kama kuna mahali nimepita mbio au sikufahamika au kuna mtu ana mchangio wa rai na maoni, inshallah